Malengo ni kwenda mbali zaidi ya haja hii. Ulionja ubingwa wa ligi ya Kenya. Unatamani kufanya hivyo Tanzania na TRA, na inawezekana hivyo? Mwanzo ningejibu nafasi yangu. Wewe unaonaje? Naweza kutamani au natamani? Umesikia umeonja. Hiyo ni kitu kizuri. Kipatikana nikushukuru Mungu. Uwezo huo upo. Nitakujibu baada ya ligi. Uwepo wa propaganda za nje ya uwanja inasemekana ni moja kati ya vitu vinavyoikuza sana ligi ya Tanzania. Kwako wewe imeshawahi kukuathiri wakati mwanzo na sasa hivi unarejea, unaona hilo lina mlengo upi na pengine lina nafasi gani kwenye kuikuza timu? Sijasikia, sina taarifa na hizo propaganda na sijajua unamaanisha nini. Kwa maana ya namna watu wamekuwa wakizungumza kudiliki kulinganisha kama na promotion ya ligi kwa namna inapofanywa na sponsors, kwa maana ya media sponsors, lakini pia hata waandishi wa habari wanavyoizungumza. Inasemekana ni moja kati ya ligi inachangiwa kuwa maarufu zaidi ukanda wa Afrika Mashariki. Pengine hilo lina athari kwa utendaji wenu wa kazi kama makocha pengine mnapokuwa kwenye ligi ya namna hiyo? Hapana. Sema ni ninachochukulia kwa upande wangu ni hamasa kubwa, kwa sababu nyinyi waandishi wa habari mkiwa mmetokea hivi mmetoa hiyo propaganda wala kuhamasisha watu waje, inafanya the sponsors wanaingia na hisi, na that's why unaona kama wameongezeka sana. Kwa hiyo more wanaingia, competition inakuwa vizuri, because maslahi yanapatikana, inakuwa vizuri na hamasa inakuwepo, vijana wanafanya vizuri na wanapata hiyo motisha ya kusema ili competition ipande juu. Kwa hiyo mimi nahisi kwa upande wangu ni kitu kizuri. Mwezi Disemba kutakuwa na dirisha la usajili. Ukipanga pengine kuboresha sehemu yoyote katika kikosi chako kama coach mkuu kwa sasa, kwa namna ambapo umeona tangu umefika, unaona kuna shida hiyo sehemu yoyote kuboresha kikosi chako? Si muamini sana wa kusajili, mimi ni muamini wa kutengeneza. Kwa hiyo naenda kukaa nao, ni focus na hawa niko nao. Alafu ikitokea dirisha dogo kutokana na yeye malengo, nitakaa na mabosi wanaambie haya, sisi msuri wetu ni huyu, ikiwa atapatikana mchezaji tutamchukua, na tunaweza kuwa na hiyo msuri upo, lakini mchezaji ambaye wa karibu tunataka hayupo. Kwa nini tusajili? Kwa sababu ya kusajili. Sipenda tu tutengeneze wale tuko nao. Kwa hiyo tunasikia ni kikao kikubwa, ni process kubwa, ni vigumu kuliongelea size. Itabidi nichukue muda baada ya hizi mechi naenda nione kama kuna hiyo uhitaji na huyo mtu sahihi atapatikana. Unawaahidi nini wana TRA Mashariki? Nimekuja kufanya kazi na roho moja, kwa hiyo au focus, naomba Mungu utimize ndoto zao na ndoto zangu. Mbali na kuwa kocha, Nderegije akiwa nyumbani anakuwa ni baba kama walivyo baba wengine. Ukiwa nyumbani unapenda kufanya nini hasa? Ama unapenda kufuatilia kitu gani kwenye upande wa hobby? Kwanza ni kuangalia mechi. But sipendi kuangalia mechi live. Mimi napenda kuangalia mechi ambayo imepita. Kwa hiyo naangalia vile pressure, naangalia mbinu, niangalie na pia kuna vipindi napenda kufuatilia. Unfortunately ziko kwenye French, kuna vipindi vya iko kwenye Canal Plus, ni kwa wanachambua mechi zao, ikiwa imekuwa imeshinda hivi nini, nafuatilia. Na pia napenda kuangalia ligi zingine za nyingine nchi. Kwa hiyo apart ya hilo ni kubaki na familia na wanangu, tunapenda kujoke close, ni am very close, ni rafiki wa wanangu. Ulaya ni shabiki wa timu. Chakula gani unakipenda sana? Wali. Wali samaki. Wali na samaki. Akiwa nyumbani ni shabiki wa timu gani barani Ulaya? Hakuna tena. Sijawahi kuwa shabiki wa timu. Ungesema labda wachezaji. Nikikutazama na kuona kama ni Arsenal the Gunners. Never. Sijawahi kushabiki. Mimi huwa nashabikia au napenda form au uchezaji wa mtu mmoja kibini. Yupo form ya Arsenal, unaweza kusema unapenda form ya pengine mtu kama Eberechi Eze ama Martin Odegaard. Napenda walicheza, napenda responsibility yao jinsi wanatumika, but kwa Arsenal niko sana na napenda kufuatilia anachokifanya Arteta kutengeneza timu yake iwe wanacheza more kitimu, na ni timu ambayo wanapata nafasi nyingi. Afu pia napenda kuwaona jinsi wanajua under set pieces. Hiyo timu ambayo ina uwezo kufunga kila mechi kwa set pieces. Kwa hiyo najua ile ya hiji kwa sababu kwa bahati ni kazi kubwa mwanadamu.